Naomba kwa heshima na taadhima wote tusimame kwa ajili ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Rais, naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri pamoja na manaibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu makatibu na manaibu makatibu wakuu mliopo. Natambua uwepo wa waheshimiwa wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge, Bajeti, Hesabu za Serikali, PAC, Utawala, Katiba na Sheria, pamoja na serikali za mitaa LAC. Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Bwana Nehemia Mchechu, Msajili wa Hazina. Bwana Charles Kichere, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali CAG. Dr. Othman Abbas Ali, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu Zanzibar. Bwana Crispin Chalamila, Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU. Wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mabibi na mabwana, wageni waalikwa, karibuni Ikulu. Mheshimiwa Rais, karibu katika hafla ya kupokea ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa mwaka wa fedha 2023/24 pamoja na taarifa ya mwaka ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU hapa Ikulu Dar es Salaam leo tarehe 27 Machi mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako naomba sasa kumkaribisha Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila ili aweze kuwasilisha taarifa yake. Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU, kwa heshima na taadhima, karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Deus Clement Sangu, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Waheshimiwa wenye viti wa kamati za Bunge mliopo hapa. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Bwana Charles Kichere, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali. Makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Viongozi waandamizi wa serikali mliopo. Watumishi wa TAKUKURU, ndugu waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote na kwa namna ya kipekee ninaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo na kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema katika tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais, kipekee naomba nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa kuniamini na kuniteua kuwa Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, jukumu ambalo ninaendelea kulitekeleza kwa uadilifu,
weledi na uwezo wangu wote. Ninakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, vile vile ninakushukuru kwa kuridhia na kutenga muda wako kwa ajili ya tukio hili la kupokea taarifa ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa kipindi cha mwaka 2023-2024. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya management na watumishi wa TAKUKURU, ninakupongeza kwa kutimiza miaka minne ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipindi ambacho tumeshuhudia kupatikana kwa maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali nchini mwetu. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako mahiri. Taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU katika kutekeleza majukumu yake inazingatia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 na sheria nyingine za nchi, vile vile dira ya maendeleo ya taifa 2025, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano, mpango mkakati wa TAKUKURU pamoja na miongozo ambayo umekuwa ukiitoa. Mheshimiwa Rais, majukumu ya TAKUKURU yameainishwa katika kifungu cha 7 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329, ambayo ni MOS, kuzuia rushwa kwa kuelimisha umma na kuhamasisha ushiriki mapambano dhidi ya rushwa, pamoja na kufanya uchambuzi na utafiti wa mifumo ya utendaji ili kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuiziba. Na jukumu la pili ni kupambana na rushwa kwa kuchunguza tuhuma za makosa ya rushwa na kwa kibali cha mkurugenzi wa mashtaka kuendesha mashtaka ya rushwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa majukumu haya ya TAKUKURU umeelezwa bayana kwenye taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU ya mwaka 2023-2024 nitakayoiwasilisha kwako leo. Mheshimiwa Rais, taarifa ninayoisoma kwako imegawanyika katika maeneo yafuatayo: 1, uzuiaji rushwa; 2, utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki; 3, uelimishaji umma; 4, uchunguzi na mashtaka; 5, ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa; 6, jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU; 7, tathmini ya hali ya rushwa pamoja na mwelekeo wa TAKUKURU kwa mwaka 2024-2025. Uzuiaji rushwa. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliweka kipaumbele katika kuzuia vitendo vya rushwa. Mtazamo huu unaendana na maelekezo yaliyotupatia ya kuzuia vitendo vya rushwa zaidi ili kupunguza madhara katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo au utoaji wa huduma kwa umma na kuhakikisha kwamba madhara hayo yanadhibitiwa mapema na pia kupunguza gharama za uchunguzi. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imefanya ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ipatayo 1773 yenye thamani ya shilingi trilioni 11.48. Miradi iliyofuatiliwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali za rufaa katika mikoa ya Songwe, Katavi, Kigoma, Singida, Geita na Tabora, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma, urejeshwaji wa mikopo ya 10% katika halmashauri pamoja na matumizi ya fedha za mfuko wa afya. Mheshimiwa Rais, miradi mingine iliyofuatiliwa ni miradi 11 ya ujenzi wa miundombinu ya maji safi katika mikoa ya Mtwara, Ruvuma, Lindi, Tabora, Mwanza na Shinyanga. Lengo la ufuatiliaji lilikuwa ni kubaini iwapo fedha iliyotengwa inatumika kulingana na matakwa ya mikataba ya kazi na sheria ya ununuzi na ujenzi. Mheshimiwa Rais, yaliyobainika kwenye ufuatiliaji huo ni pamoja na kutozingatiwa kwa sheria za ujenzi kwa mujibu wa mikataba kwa baadhi ya miradi; 2, kutofanyika kwa vipimo vya ubora wa malighafi zilizotumika katika ujenzi kwenye baadhi ya miradi; na 3, ucheleweshaji wa malipo ya wakandarasi. Mheshimiwa Rais, kutokana na mapungufu haya, TAKUKURU ilichukua hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329. Hatua hizo ni zifuatazo: 1, kufanya uchunguzi kwenye miradi 92 yenye thamani ya shilingi bilioni 65.16. Idadi hii ya miradi iliyofanyiwa uchunguzi ni pungufu ikilinganishwa na miradi 171 yenye thamani ya shilingi bilioni 143.35 iliyobainika kuwa na kasoro na kuanzishiwa uchunguzi kwa mwaka 2022-2023. 2, kuelimisha wadau na watekelezaji wa miradi 1362 ili kuimarisha usimamizi na kuzuia vitendo vya rushwa na upotevu wa rasilimali. Na mwisho ni kutoa ushauri wa kuimarisha utekelezaji wa miradi 319.
Mheshimiwa Rais, TAKUKURU inaendelea kufanya ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa mapendekezo yaliyotolewa yanatekelezwa, mianya ya rushwa inazibwa, miradi inayotekelezwa inakamilika kwa wakati na pia inakidhi viwango vya ubora pamoja na thamani ya pesa. Mheshimiwa Rais, tathmini hii inaashiria kuimarika kwa usimamizi wa miradi na kuongezeka kwa uelewa na ufuatiliaji wa wananchi kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU ilifanya kazi 660 za utafiti na uchambuzi wa mifumo ya utoaji huduma kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuziba mianya iliyobainika. Kazi hizo ni pamoja na ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio kupitia halmashauri. TAKUKURU imefanya uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio katika halmashauri 101 nchini kwa lengo la kutathmini ufanisi wa mfumo huo. Malengo mahususi yalikuwa ni kutathmini ukusanyaji wa kodi ya zuio, uwasilishaji wa kodi ya zuio katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na mifumo ya ndani ya udhibiti katika ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi hiyo. Uchambuzi uliofanyika ulibaini yafuatayo: halmashauri 52 kati ya 101 zilizofikiwa zinakata kodi ya zuio kutoka kwa wazabuni mbalimbali. Na pili, kati ya halmashauri zinazokata kodi hiyo, halmashauri 41 zinawasilisha kodi kikamilifu na halmashauri 11 zinawasilisha kodi pungufu. Mheshimiwa Rais, hali hiyo imesababishwa na usimamizi hafifu, kutokuwajibika kwa halmashauri, kutokuwa na taarifa za kutosha kuhusu kinachotakiwa kupokelewa kutoka halmashauri kutokuwa na kumbukumbu sahihi za hundi za kodi ya zuio zilizoidhinishwa na kutokuwepo kwa mfumo wa pamoja unaoratibu utekelezaji wa miradi ngazi ya halmashauri, jambo ambalo linaipa TRA ugumu wa kuratibu kodi ya zuio na hivyo kutoa mwanya wa ufujaji wa mapato husika. Mheshimiwa Rais, baada ya afua intervention ya TAKUKURU kupitia utekelezaji wa mikakati ya TAKUKURU na wadau, halmashauri 35 kati ya 49 ambazo zilikuwa zijawasilisha kodi hiyo zimewasilisha kodi husika katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Kiasi ambacho kilikuwa kijawasilishwa kwa halmashauri zilizofikiwa na uchambuzi ni shilingi milioni 186.3 kwa mwaka 21-22 na shilingi bilioni 1.38 kwa mwaka 2022-23. Hivyo baada ya intervention ya TAKUKURU kiasi cha shilingi bilioni 2.15 kilikusanywa na kuwasilishwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Mheshimiwa Rais, yafuatayo yalipendekezwa kutokana na uchambuzi wa mfumo huo ili kuboresha ukusanyaji wa kodi ya zuio. Mosi, kuunganisha mifumo ili malipo yoyote ya miradi yanayofanywa katika ngazi ya vituo na halmashauri yaweze kuratibiwa na kodi husika kuwasilishwa. 2, kuimarisha ufuatiliaji wa ukataji na uwasilishaji wa kodi ya zuio. Na 3, kuimarisha mkakati wa utoaji elimu juu ya ulipaji, ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio kwa wadau wote. Mheshimiwa Rais, vilevile katika kazi ya uzuiaji rushwa TAKUKURU imefanya yafuatayo: uchambuzi kuhusu utekelezaji wa sheria na miongozo ya utoaji huduma katika sekta ya ardhi ili kubaini mianya ya rushwa. Uchambuzi huu ulilenga kutathmini huduma za upangaji, upimaji, umilikishaji, uthamini, utoaji wa vibali vya ujenzi na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Uchambuzi ulifanyika kwa kuangalia uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni mwongozo muhimu wa utendaji kazi wa sekta hii. Mkataba huo unatoa ahadi ya muda unaotakiwa kutumika katika utoaji wa huduma za sekta hii. TAKUKURU ilitumia nyenzo ya mkataba wa huduma kwa mteja kwa kuwa ucheleweshaji wa huduma unaweza kuwa ni moja ya kichocheo cha vitendo vya rushwa. Uchambuzi ulionyesha kuwa uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja wa Wizara ya Ardhi kwa mwaka 2020 uko chini ya 50%. Hii ni katika utoaji wa huduma za ubadilishaji wa matumizi ya ardhi; 2, kuomba na kupewa kiwanja; 3, utoaji wa hati miliki za ardhi; 4, uhamishaji wa miliki ya ardhi; na 5, upitishaji wa vibali vya ujenzi wa nyumba za kawaida. Mheshimiwa Rais, uchambuzi huu ulibaini kuwa changamoto zinazokwamisha utolewaji wa huduma katika sekta ya ardhi kama ilivyoelekezwa katika mkataba wa huduma kwa mteja ni hizi zifuatazo: 1, upungufu wa rasilimali watu, yani wataalamu, fedha na vitendea kazi katika utoaji wa huduma mbalimbali za ardhi; 2, mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za ardhi kutosomana; 3, kutoa namba ya malipo ya umilikishaji ardhi kwa zaidi ya mtu mmoja; 4, kupokea malipo ya umilikishaji wa kiwanja kwa zaidi ya mtu mmoja; 5, uelewa mdogo wa wananchi kuhusu taratibu za umilikishwaji wa ardhi;
na 6, usimamizi hafifu wa watendaji wa ardhi kwenye halmashauri baada ya kuhamishiwa Wizara ya Ardhi, huku wakiwa bado wanafanya kazi chini ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Na pia muda wa kusikiliza mashauri ya msingi kutofautiana kati ya mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni miezi 12 na sheria ya mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi sura ya 216 ambao ni miezi 24. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatoa mwanya wa vitendo vya rushwa kwa baadhi ya watumishi wa sekta hii wasiokuwa waadilifu na ni chanzo cha migogoro ya ardhi katika jamii. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo haya, TAKUKURU ilipendekeza yafuatayo: Wizara ya Ardhi na Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwezesha upatikanaji wa rasilimali watu kwa maana ya wataalamu wa ardhi, fedha pamoja na vifaa vinavyohitajika katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi. 2, kuongeza kasi ya maboresho ya mifumo ya TEHAMA katika utoaji wa huduma za ardhi ili kupunguza urasimu. Na 3, Wizara ya Ardhi iandae mpango wa kuelimisha jamii kuhusiana na utaratibu sahihi wa umilikishaji ardhi, isimamie uadilifu wa watendaji wa sekta ya ardhi, iimarishe usimamizi wa watendaji wanaotekeleza majukumu yao katika ngazi ya halmashauri, na ifanye maboresho ya mkataba wa huduma kwa mteja kuhusu muda wa kusikiliza mashauri ya msingi. Mheshimiwa Rais, kazi nyingine za uchambuzi wa mifumo zilizofanyika ni pamoja na utafiti wa kupima hali ya rushwa katika huduma zinazotolewa na mahakama, kazi ambayo TAKUKURU ilitekelezwa kwa pamoja kwa kushirikiana na mahakama, na matumizi ya fedha za miradi ya asasi 41 zisizo za kiserikali. Mheshimiwa Rais, kufuatia kazi hizi za uchambuzi, TAKUKURU ilifanya vikao kazi 579 na wadau wa sekta husika ili kuweka mikakati ya kutekeleza mapendekezo 1534 ya kuziba mianya ya rushwa iliyobainishwa. Kati ya mapendekezo 1534 yaliyowekwa, mapendekezo 1429 sawa na asilimia 93.2 yalitekelezwa. Utekelezaji huu unaonesha kuwa mwitikio wa wadau wa kutekeleza mapendekezo yanayotolewa na TAKUKURU unaongezeka, hali inayochangia uokoaji wa fedha za umma. TAKUKURU inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo yaliyobakia. Utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kutekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki inayolenga kutatua kero katika utoaji wa huduma kwa umma au utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kero hizi ni zile ambazo zisipotatuliwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Katika kipindi hiki, TAKUKURU ilifanya jumla ya vikao 1842 katika kata 2117 kati ya kata zote 3956 zilizopo Tanzania bara ili kuibua kero zilizopo kwenye utoaji wa huduma au katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Vikao hivyo viliibua jumla ya kero 11858 ambapo kero 9128 sawa na asilimia 76.9 zilitatuliwa na ufuatiliaji wa utatuzi wa kero ambazo hazijapatiwa ufumbuzi unaendelea. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa programu hii umeleta mafanikio makubwa yakiwemo yafuatayo: wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuzuia na kupambana na rushwa, wananchi kuongeza imani kwa serikali baada ya kero zao kutatuliwa, watoa huduma kuongeza uwajibikaji katika sekta katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Rais, kazi ya uzuiaji rushwa zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 6 mpaka wa 35, na vile kwa ruhusa yako, baada ya wasilisho hili tutakuomba utazame video documentary fupi kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Uelimishaji umma. Mheshimiwa Rais, katika kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa, elimu iliendelea kutolewa kwa kutumia mbinu za matumizi ya TEHAMA za ana kwa ana kwa lengo la kuongeza uelewa na kubadili mtazamo wa wananchi katika kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zilizotekelezwa zilijumuisha semina 3847, mikutano ya hadhara 3797, kuimarisha klabu za wapinga rushwa 6815 na kushiriki maonesho 445. Kazi nyingine za uelimishaji zilizotekelezwa ni kurusha vipindi 582 vya radio na television, kusambaza mitandaoni aina 13 za machapisho pamoja na makala za video, yani video documentaries 87 zilizosambazwa kupitia TAKUKURU TV. Mheshimiwa Rais, ili kujenga utamaduni wa kuichukia rushwa, TAKUKURU iliendelea kuwajengea na kuwaongezea uelewa wanafunzi ambao ni wanachama wa klabu za kupinga rushwa kuhusu namna ya kuzuia na kupambana na rushwa. Katika kutekeleza kazi hii, klabu 4588 za shule za msingi,
Klabu 2155 za shule za sekondari na klabu 72 za vyuo ziliimarishwa. Klabu hizi zina jumla ya wanachama 826,043 ambapo pia wamehamasishwa kuwaelimisha wanafunzi wenzao na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kupitia makubaliano ya ushirikiano MOU, TAKUKURU imeendelea kushirikiana na Chama cha Scout Tanzania TSA, ambapo vijana wa Scout wameelimishwa kuhusu madhara ya rushwa na jinsi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Aidha, kwa kutambua kwamba Scout ni swala la muungano, ushirikiano huu umeijumuisha pia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, yani ZAECA. TAKUKURU pia imeanzisha ushirikiano na Tanzania Girl Guides Association TGGA ili kuongeza wigo wa kuwashirikisha vijana wa kike katika kuzuia na kupambana rushwa na kuwajengea ujasiri na mbinu za kukabiliana na vitendo vya rushwa, hususan rushwa ya ngono. Mheshimiwa Rais, katika hatua nyingine, TAKUKURU ilishiriki katika mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2023 kwa dhumuni la kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na namna ya kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika shughuli za utoaji huduma au shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais, uelimishaji huu umeongeza: moja, uelewa na ufahamu wa wananchi kuhusu mbinu mbalimbali za kuzuia na kupambana na rushwa; mbili, uungwaji mkono wa juhudi za serikali katika kuzuia na kupambana na rushwa; na tatu, ushirikiano wa wananchi kutoa taarifa za vitendo vya rushwa pamoja na kutoa ushahidi mahakamani. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU kupitia kituo chake cha huduma kwa mteja ambacho hutoa huduma ya simu ya dharura bure kwa kutumia namba 113 kwa wananchi wa Tanzania bara iliendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwa wananchi. Wananchi hupata huduma hii kwa njia ya kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi wa maneno SMS, na pia USSD kwa kupiga *113 alama ya reli na kufuata maelekezo ya kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Huduma hii hupatikana kwa saa 24 kila siku. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 36 hadi 53. Uchunguzi na mashtaka. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2023-24 kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 30.19. Baadhi ya chunguzi zilizofanikisha uokoaji huu ni hizi zifuatazo: mosi, mikopo isiyorejeshwa katika Benki ya Maendeleo ya TIB kiasi cha shilingi bilioni 6.6. Mikopo hii ilitolewa bila kuzingatia utaratibu na vigezo kwa kampuni ya Amboni Saiso Properties Limited ya jijini Tanga. Fedha hii tayari imerejeshwa TIB. Mbili, ushuru uliokusanywa katika maeneo ya minada, masoko na maeneo mengine katika halmashauri ya jiji la Ilala kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Wakusanyaji hao wa ushuru hawakuziwasilisha fedha hizo benki. Fedha hizo zimerejeshwa na kuwekwa katika akaunti ya mfuko mkuu wa halmashauri ya jiji la Ilala. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 3.16. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 1.12 ni fedha taslim iliyorejeshwa kwenye akaunti za halmashauri na shilingi bilioni 2.04 ilidhibitiwa sambamba na vifaa kurejeshwa katika miradi husika. 4. Ukwepaji kodi wa shilingi bilioni 2.4. Kati ya fedha hii, shilingi milioni 281.44 ilikuwa ni fedha ya kodi iliyokwepwa kulipwa na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Vile vile TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio, yani withholding tax. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 728 na kuwezesha kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kati ya majarada hayo 17 ni ya rushwa kubwa ambayo yanahusisha thamani ya shilingi bilioni 1 na kuendelea. Chunguzi hizo ni pamoja na hizi zifuatazo: moja, mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro Tourism Center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. Mbili, vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agency banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. Tatu, vitendo vya rushwa na uchapishaji wa fedha kwa kushirikisha watumishi wa benki na watumiwa wengine kama ifuatavyo:
shilingi bilioni 2.35 zilizochepushwa na maafisa wa benki ya ABC kupitia miamala iliyofanyika na kurejeshwa, yani teller reversal entries. Miamala ya kutuma pesa kutoka kwenye akaunti kwa njia ya simu, mobile banking transfers, kuruhusu miamala ya kupitiliza iliyofanywa kwa kupitia katika huduma ya kadi ya malipo ya kabla, yani card overdrawn in connection with prepaid card services. 4. Vitendo vya rushwa na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 2.89 kwenye zabuni ya ujenzi wa daraja la Kijichi Toa Ngoma na barabara ya Mwanamtoti katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. 5. Vitendo vya rushwa vilivyofanywa na kampuni ya Nat Group Limited kwa kushirikiana na watu wengine kama dhamana wakati wa kuchukua credit bond yenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 kutoka First Assurance kwa lengo la kupata uwezo wa kununua mafuta aina ya petroli kwa njia ya mkopo kutoka katika kampuni ya usambazaji mafuta ya United Petroleum Limited. Na 6. Vitendo vya rushwa kwenye usambazaji wa vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.01 katika bohari ya TANESCO mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, majalada mengine yaliyochunguzwa yalihusu: 1. Uchunguzi wa tuhuma 285 ambazo zilitokana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-2023. Kutokana na tuhuma hizo, tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, yani beyond reasonable doubt. B. Tuhuma 140 zilifunguliwa majalada na uchunguzi wake kukamilika ambapo watuhumiwa walifikishwa mahakamani. Katika kesi 140 zilizofunguliwa mahakamani, kesi 55 zimeamuliwa na jamhuri ilishinda kesi 41, kesi 4 zimeondolewa mahakamani na kesi 81 zinaendelea kusikilizwa katika hatua mbalimbali. Vile vile tuhuma kwenye majalada 15 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa ukiukaji wa taratibu mbalimbali. Majalada mengine ni ya uchunguzi wa tuhuma 135 zilizotokana na taarifa ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA ya mwaka 2023. Uchunguzi wa tuhuma 84 ulifungwa baada ya kukosekana ushahidi wa vitendo vya rushwa. Tuhuma 46 bado zinaendelea kufanywa uchunguzi na tuhuma 5 zimechunguzwa na kukamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada mengine yalihusu uchunguzi kuhusu tuhuma za ubadhilifu wa mapato ya serikali kupitia kiasi cha shilingi bilioni 46.46 kilichokusanywa kupitia mashine za POS. Kutokana na uchunguzi huu, TAKUKURU ilifungua majalada 281 ambapo washtakiwa katika kesi 73 zilizofunguliwa mahakamani wametiwa hatiani na kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2. Kesi 86 zinaendelea mahakamani. Majalada 35 uchunguzi wake umekamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada 19 uchunguzi wake umefungwa. Watuhumiwa katika jalada moja wamechukuliwa hatua za kinidhamu na uchunguzi wa majalada 67 unaendelea. Mheshimiwa Rais, sababu za ubadhirifu kuendelea kujitokeza kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni hizi zifuatazo: kukosekana kwa usimamizi madhubuti kuhakikisha fedha inayokusanywa inapelekwa benki. Baadhi ya wasimamizi na wahasibu kushirikiana na wakusanyaji kujinufaisha na fedha hizo, na baadhi ya wasimamizi kukosa uadilifu. Hivyo ni vyema viongozi wa halmashauri wakaimarisha usimamizi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato ya serikali. Eneo lingine ni uchunguzi kuhusu usimamizi wa masuala ya ardhi. TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majalada 21 kuhusu tuhuma za vitendo vya rushwa katika umilikishaji wa viwanja. Kesi 21 kuhusiana na tuhuma hizo zimefunguliwa mahakamani. Kati ya majalada hayo, majalada 10 yalihusu jiji la Dodoma pekee. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliendesha jumla ya kesi 978 zikiwemo kesi mpya 462 zilizofunguliwa mwaka 2023-24 na kesi 516 za miaka ya nyuma katika mahakama mbalimbali nchini. Kati ya kesi hizo mpya, kesi 5 zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, na kesi 457 zimefunguliwa kwenye mahakama za wilaya na hakimu mkazi. Kati ya kesi hizo 978, kesi 440 za rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani ambapo jamhuri imeshinda kesi 334. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kilichofikiwa katika kipindi hiki ni 76% ikilinganishwa na kiwango cha 67.7 kilichofikiwa mwaka 2022-2023. Mheshimiwa Rais,
Kazi za uchunguzi wa mashtaka zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 72. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2023-24 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na wa nje kama ifuatavyo. Ushirikiano na wadau wa ndani. TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria pamoja na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, kutokana na kuwepo kwa makubaliano ya ushirikiano MOU kati ya TAKUKURU na Taasisi ya Elimu Tanzania TET, tumefanikiwa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mtaala wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Mtaala huu umeanza kufundishwa kwa wanafunzi wa darasa la 3, kidato cha kwanza na kidato cha 5 kwa muhula wa masomo wa mwaka 2024. Ushirikiano na ZAECA. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imeendelea na ushirikiano na mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo hayo ni: mosi, maandalizi ya kila mwaka ya maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na kwa namna ya kipekee tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Arusha tarehe 11 Julai mwaka 2023. 2, ushirikiano mwingine na ZAECA ni katika kubadilishana uzoefu, kujengeana uwezo na kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ushirikiano na wadau wa nje. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa nje ambao ni mashirika na mamlaka mbalimbali za kikanda na kimataifa zinazohusika na mapambano dhidi ya rushwa na wadau wa maendeleo pamoja na utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa kama ifuatavyo. 1, mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, United Nations Convention Against Corruption, UNICAC. 2, mkataba wa Umoja wa Mataifa kupambana na uhalifu wa kupanga, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNITOC. 3, mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa Afrika, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, AUCPCC. Na 4, itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa, SADC Protocol Against Corruption. Vilevile TAKUKURU imeendelea kushirikiana na mamlaka nyingine za kupambana na rushwa kupitia shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Africa, an Association of Anti-Corruption Authorities in Africa, AAACA, shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Afrika Mashariki, Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities, EAACA, na shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa kwa nchi za Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika, an Association of Anti-Corruption Agencies in Commonwealth Africa. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirikiano huu tumeendelea kujengeana uwezo pamoja na kubadilishana uzoefu wa mbinu za kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za ushirikiano na wadau zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 73 mpaka 83. Jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa kusimamia mapambano dhidi ya rushwa kwa vitendo na kuimarisha TAKUKURU katika maeneo yafuatayo. A, kuajiri watumishi 350 ili kuhakikisha kuwa TAKUKURU ina rasilimali watu inayokidhi mahitaji hasa katika ofisi za wilaya. B, ununuzi wa magari 178 katika mwaka 2023-24 ili kutatua changamoto ya usafiri katika ofisi za mikoa na wilaya. C, watumishi 1686 wamepata mafunzo ya weledi katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuboresha utendaji kazi. D, ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU makao makuu Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 22.3. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Suma JKT Construction Company Limited chini ya ushauri elekezi wa Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Ujenzi unaendelea na hadi mwezi Juni, tarehe 30 Juni 2024 ujenzi ulikuwa umefikia 40%, na kwa sasa ninapotoa ripoti hii ujenzi umefikia 77%. Kuongeza bajeti ya maendeleo kutoka shilingi bilioni 2 mwaka 2022-2023 hadi shilingi bilioni 4.5 mwaka 2023-2024. Kutokana na ongezeko hilo, fedha hii ilitumika kutekeleza miradi ya ujenzi ifuatayo: ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Iringa awamu ya pili,
ujenzi wa ofisi za wilaya za Monduli, Kishapu, Rombo, Nzega na Nkasi ambao umekamilika, pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Shinyanga ambao bado unaendelea, na hadi kufikia mwezi huu Machi 2025 ujenzi huu umefikia 71%. Tathmini ya hali ya rushwa. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza imepata mafanikio katika kuzuia na kupambana na rushwa nchini katika kipindi cha mwaka 23-24. Mafanikio yamewezesha kuimarika kwa nidhamu, uwazi, uadilifu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Maeneo mengine yaliyoimarika ni uwekezaji, ukusanyaji mapato pamoja na matumizi ya fedha za umma. Aidha, mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa nchini yameimarisha utawala bora, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kufikiwa kwa thamani ya fedha kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International kwa kutumia kiashiria cha The Corruption Perceptions Index CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 imeonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi 10 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonyesha kwamba kwa mwaka 2024 Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti, ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki, ninao furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri, progressively, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2014 hadi 2024. Taarifa zinaonyesha kuwa Tanzania imepanda kwa alama 10 katika kipindi hicho, na pia Tanzania ni mojawapo ya nchi 4 za kusini mwa jangwa la Sahara yenye kuzidi kuimarika katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwelekeo wa TAKUKURU kwa mwaka 2024-25. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2024-25 TAKUKURU inaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzingatia vipaumbele vifuatavyo: 1. Kuzuia vitendo vya rushwa kwenye chaguzi. 2. Udhibiti wa vitendo vya rushwa katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. 3. Udhibiti wa vitendo vya rushwa katika maeneo ya huduma muhimu za umma. 4. Kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya Tanzania ili kupata uungwaji mkono na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya rushwa. 5. Kuimarisha miundombinu na matumizi ya tehama katika utekelezaji wa majukumu yake ili kuongeza ufanisi. Hitimisho. Kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako kwa utashi wa kuongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. TAKUKURU inakuahidi kuwa itaendelea kuongeza juhudi katika kudhibiti vitendo vya rushwa kabla havijatokea kwenye rasilimali za umma, hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sasa naomba nitumie fursa hii, Mheshimiwa Rais, kukualika kutazama video documentary inayohusu mafanikio ya utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Asante. Tujielekeze zaidi kwenye kuzuia, na kwa hiyo maafisa wenu wa TAKUKURU katika ngazi zote wajipange kwenye kuzuia. Ni maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anapokea taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa mwaka 2020-2021 katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino Machi 30, 2022. Rais Samia aliagiza TAKUKURU kutoa kipaumbele katika kuzuia vitendo vya rushwa. Makala hii inaangazia mafanikio ya programu ya TAKUKURU Rafiki, ambayo ni moja kati ya afua zinazotumiwa na TAKUKURU kuzuia vitendo vya rushwa. Programu hii imelenga kuongeza wigo wa kuwashirikisha wananchi na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Inahusisha kutambua na kutatua kero katika utoaji wa huduma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambazo zikiachwa pasipo kutatuliwa
zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa kwenye jamii. Mafanikio ya programu ya TAKUKURU Rafiki ni dhahiri. Sisi kwa uono wetu ambao tulikuwa tuadhani nasema hii itakuwa ni rushwa nini mpita, ni kwa nini kwamba nguzo karibuni 8 zimeenda kwenye hii kata ya wenzetu, lakini huku vijana wetu waambiwa kwamba wanunue nguzo na wachimbishe mashimo, lakini huku kwa wenzetu kata ya wenzetu basi mkandarasi kaamua kuchimbisha mwenyewe nguzo zote 7, kachimbisha, kafanya kila kitu, lakini huku kwetu kasema tu wa vijana wachimbishe mashimo. Tukajua hapa ni lazima kuna rushwa. Kwa hizi kadhia ambazo tumezieleza, kwa mfano nguzo kupitishwa tofauti na ramani inavyoelekeza, lakini wananchi kuchimbishwa mashimo kinyume na utaratibu, hivi ni viashiria vya rushwa, kwa sababu mradi uko site, kila mwananchi anatakiwa afikiwe kama ramani inavyoelekeza, alafu mwananchi anaambiwa apelekewe nguzo mpaka anunue. Hivyo ni viashiria vya rushwa. Tunashukuru alhamdulillah, kero hii litatuliwa bila wasiwasi. TAKUKURU Rafiki na mkandarasi pamoja na sisi tumekaa meza moja tukazungumza, basi kero ikatatulika. Mpaka sasa umeme wawaka. Kero ya ukosefu wa umeme katika mgodi wa dhahabu uliopo kata ya Nyamtukuza, wilaya ya Kakonko, mkoani Kigoma ilipotatuliwa, mapato ya serikali yameongezeka tofauti na ilivyokuwa awali, kwa kuwa sasa wachimbaji wameongeza mapato kutokana na kupungua kwa gharama za uendeshaji. Hii ni faida ya utekelezaji wa programu hii. Kutokana na ujio wa umeme kufika hapa tulipo, imeweza kusaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa uchimbaji na kufanya waweze kupata faida iliyo kubwa kiasi na kufanikiwa kuilipia serikali mapato. Hapa tulipo wanaweza kulipa milioni 70 mpaka 80 kwa mwezi mmoja. Utatuzi wa kero zinazoibuliwa kupitia programu ya TAKUKURU Rafiki unasaidia kuimarisha uzingatiaji wa misingi ya utawala bora na kupunguza vitendo vya rushwa. TAKUKURU ilivyokuja wenyewe walitoa elimu na baadhi ya viongozi wakawa wameelewa, na sasa hivi kwa kweli hela pesa zinazopatikana kupitia mradi wetu wa shamba la kijiji ni salama. Fedha zilikuwa zinapokelewa mikononi, kiasi ambacho kilisababisha kusiwe na maendeleo ya kutosha ndani ya kijiji. Lakini ujio wa TAKUKURU Rafiki baada ya kutoa elimu ilitusaidia kama kijiji, fedha zikaanza kuwekwa benki, na baadaye matumizi ya fedha yalikuwa yanafuata utaratibu kupitia vikao vya serikali ya kijiji. Kwa sasa tunanufaika, makusanyo yanaenda vizuri, fedha zote tunakusanya zinaenda benki. Ndio kilichotusababisha tukajenga madarasa haya 4, na imani kwa sasa kijiji kinanufaika na jamii wananufaika kutokana na utaratibu mzuri wa makusanyo ya kijiji. Kwa mwaka huu mpaka hapa tulipo, kijiji kimekusanya kwenye akaunti yake milioni 60 kutokana na shamba la kijiji ambazo zimepangiliwa kwa ajili ya kukamilisha majengo haya hapa mnayoona, na baada ya hapo tujenge madarasa mengine 2 ili kusaidia wanafunzi wanaotoka mbali kilomita 8 mpaka makao makuu ya kijiji ambapo ni shule mama ya Chubi, ili wanafunzi walioko maeneo haya wapate elimu kwa urahisi. Zamani nilikuwa nasoma shule ya msingi Chubi, ilikuwa mbali, nilikuwa nachoka, lakini kwa sasa nasoma karibu. Zipo kero zilizoibuliwa katika programu ya TAKUKURU Rafiki ambazo zinachochea tabia zisizokuwa za kiadilifu katika jamii, hasa watoto. Programu hii imesaidia kuondokana na kero hizo. Tunaishukuru TAKUKURU Rafiki kwa kututatulia tatizo la hili la kero la madangulo. Tunaishukuru, na sasa hivi mitaa yetu iko shwari, imetulia kabisa. Kwa nini dangulo lilikuwepo? Kumbe dangulo lilikuwepo kwa sababu kuna watu wanakula rushwa, kuna viongozi wananufaika. Tunasema ile proceeds of crime, yani watu wanapata mahitaji yao kutokana na zao haramu. Wahenga walisema kidole kimoja hakivunji chawa. Usemi huu
unaakisiwa na utekelezaji wenye mafanikio wa programu ya TAKUKURU Rafiki ambao unategemea ushiriki wa wadau wanufaika wa huduma na wadau watoa huduma. Kwa hiyo kupitia jambo hili mimi nadhani tukiungana sisi wote viongozi katika maeneo mbalimbali. Sisi hapa tumelaunch kwenye kata zetu 20 na mitaa 106. Tukifanya hizi kampeni tukiwahusisha na wenyeviti wa serikali za mtaa. Ina maana na mikoa mingine wakiendelea na mwamko huu wa hii TAKUKURU Rafiki, tunaweza tukasaidia serikali yetu, tunaweza tukamsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufikia malengo anayoyataka. Ama kweli akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Programu ya TAKUKURU Rafiki imekuwa rafiki wa mwananchi, kwani kwa kuondoa kero ambazo zinaweza kusababisha vitendo vya rushwa, inachangia katika kuleta ustawi wa wananchi ambalo ndilo lengo kuu la serikali. Tunasema hivi kwa sababu rushwa ni adui wa haki na maendeleo. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Naam, baada ya makala hiyo tunakuomba tena Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU kwa itifaki inayofuata. Mheshimiwa Rais, baada ya kutazama hiyo documentary fupi inayoonesha mafanikio ya utekelezaji wa program ya TAKUKURU Rafiki, sasa kwa ridhaa yako ninaomba nikukabidhi nakala za taarifa ya utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kipindi cha mwaka 2023-24. Haya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba usogee kwenye meza. Sasa kwa sababu tuko live, wenzetu wanarusha vyombo, viongozi na wengine wote naomba tukae. Vinginevyo kamera zitapiga kwenye visogo vyetu. Naam, makofi jamani. Mheshimiwa Rais anapokea taarifa hiyo kutoka kwa Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, naomba sasa kumkaribisha Bwana Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ili aweze kuwasilisha ripoti ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kwa heshima na taadhima, karibu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson Mwansasu Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Daktari Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Albert Sharamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu na viongozi wengine wa serikali mliohudhuria, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa, wajumbe wa kamati za kudumu za Bunge, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Othman Abbas Ali, ndugu Crispin Chalamila, mkurugenzi wa TAKUKURU, watumishi wenzangu wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, niseme itifaki imezingatiwa. Naomba niwasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kuungana na mwenzangu mkurugenzi wa TAKUKURU kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu
mwingi wa rehema, aliyeturuzuku afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa majukumu haya unayotekeleza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niko mbele yako kutekeleza masharti ya ibara ya 143 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara hii inatoa masharti yafuatayo Mheshimiwa Rais. Kwanza, inanitaka kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Katika kutekeleza hili, kanuni ya 88 ya kanuni za ukaguzi wa umma za mwaka 2009 inanitaka kuwasilisha ripoti hizi ifikapo ama kabla tarehe 31 Machi ya kila mwaka. Pili, ibara hii ya katiba inatoa sharti kwamba baada ya kuzipokea ripoti hizi utawaagiza watu wanaohusika waziwasilishe kwenye kikao cha bunge kinachofuata baada ya kuwa umezipokea ripoti hizi, na inabidi ripoti hizi ziwasilishwe bungeni kabla ya kupita siku 7 tangu siku kilipoanza kikao cha bunge. Mheshimiwa Rais, ni jambo la faraja kuona kwamba licha majukumu yako mengi ya kuliongoza taifa letu, umekuwa miaka yote ukitenga muda wako ili kutekeleza sharti hili la kikatiba na kutaka upokee ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Umekuwa ukifanya kazi hii bila udhuru wowote. Pia umekuwa ukihakikisha ripoti hizi zinapelekwa bungeni ndani ya muda wa siku 7 za kazi tangia kuanza kwa vikao vya bunge linalofuata baada ya kuzipokea taarifa hizi. Kwa kuwa serikali imekuwa ikitekeleza sharti la kuzipeleka bungeni ripoti hizi za ukaguzi ndani ya muda uliowekwa kikatiba, hivi hakuna hata siku moja ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amewahi kulazimika kuziwasilisha mwenyewe kwa spika wa bunge kama katiba inavyosema. Mheshimiwa Rais, nikupongeze sana kwa kuhakikisha masharti haya ya katiba yanatekelezwa kwa ukamilifu wake. Hii inaonyesha dhamira yako ya kweli katika kukuza uwazi na uwajibikaji kwenye serikali na taasisi za umma. Mheshimiwa Rais, ni matumaini yangu kwa ripoti ninazokuwasilisha leo zitakupa taswira halisi kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali nyingine za umma pamoja na utendaji wa taasisi za umma katika kutekeleza miradi mikubwa ya serikali na kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali, ninaomba sasa uniruhusu nijielekeze katika kutoa muhtasari wa matokeo ukaguzi kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024. Mheshimiwa Rais, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, ripoti zote zitawekwa wazi ili wananchi waweze kuzisoma. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizozifanya kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kwa mwaka wa fedha 2023-2024 nimefanya jumla ya kaguzi 1485 za aina mbalimbali, zikihusu kaguzi 1301 za hesabu za fedha, kaguzi 15 za ufanisi, kaguzi maalum na kiuchunguzi 52, kaguzi za mifumo ya tehama 105 ambazo zimefanyika katika taasisi 78 na kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na kaguzi za kiuchunguzi 52 ambazo nimefanya, kati ya hizo kaguzi 44 zilitokana maombi kutoka kwa wadau mbalimbali na kaguzi 8 ziliibuliwa na ofisi yangu kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kikatiba na kisheria. Maombi ya kaguzi yalitolewa na mamlaka zifuatazo. Kaguzi 30 zilitoka vyombo vya uchunguzi ambavyo TAKUKURU, DCI na DSEA. Kaguzi 9 zilikuwa kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaguzi 3 zilitoka Ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kaguzi 2 zilitoka kwa wakuu wa taasisi za serikali. Hadi kufikia sasa, kaguzi 44 zimekwisha kamilika na taarifa zake zimetumwa kwa wahusika waliowasilisha maombi, huku kaguzi 8 zikiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2023-2024 nimetoa jumla ya hati 1301, ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022-2023. Kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu, hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu, na hati 19 zinahusu vyama vya siasa, na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo, hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na 99.5%.
Hati zenye shaka ni 5 sawa na 0.4%. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1%, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na unaimarika, na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu za kimataifa. Mheshimiwa Rais, taasisi ambazo zilipata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuatazo: Kiwanda cha Dawa Keko, Bodi ya Chai Tanzania, Chuo cha Sukari cha Taifa, Shirika la Posta Tanzania. Hayo ni mashirika ya umma, na miradi ya maendeleo ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Rumeru, mfuko wa afya wa pamoja, na chama cha siasa cha National Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niende kwenye hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Katika ripoti ya ukaguzi wa miaka iliyopita nilitoa mapendekezo kadhaa yaliyokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali katika kufanyia kazi mapendekezo ninayoyatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mingi juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Katika hili Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimpongeze kwa dhati Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiruka kwa kuratibu zoezi la kusimamia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi kupitia kwa makatibu wakuu ambao ni maafisa masuhuri. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, naendelea kuweka msisitizo wa mapendekezo haya kutekelezwa kwa ukamilifu wake ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za serikali zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na 18.36%. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni 23.6% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 40%, na deni la jumla ni 41.1% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 55%. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni 127.5%, chini ya ukomo wa 180%, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni 14.5%, chini ya ukomo wa 18%. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha wa 2023/2024 jumla makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la 15.46%. Licha ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61 sawa na 2.5% ya makadirio ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, Mheshimiwa Rais, yalichangia 56% ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa kiwekewa na serikali. Mheshimiwa Rais, katika mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa zimekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.23 ambayo ni zaidi ya makisio ya shilingi trilioni 1.14. Halmashauri 110 zilivuka malengo yao ya makusanyo huku halmashauri 72 zikishindwa kufikia malengo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83.
Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAT na TRAB. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali za mitaa, mamlaka 14 za mamlaka ya serikali za mitaa zilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 45.61 kupitia mawakala wa mapato, lakini zilikusanya shilingi bilioni 19.49 zikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 26.12. Upungufu mkubwa zaidi ulionekana katika halmashauri 6 zifuatazo. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilipanga kukusanya kutoka kwa mawakala kiasi cha shilingi bilioni 15, lakini ilikusanya bilioni 3.4. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipanga kukusanya bilioni 10.25, lakini ilikusanya bilioni 5. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 3.1, ilikusanya shilingi milioni 909. Halmashauri ya jiji la Mwanza ilipanga kukusanya bilioni 3.6, lakini ilikusanya bilioni 1.6. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.1, lakini ilikusanya milioni 635. Na halmashauri ya wilaya ya Babati ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.5, lakini ilikusanya bilioni 1.47. Mheshimiwa Rais, napendekeza management za mamlaka husika zisimamie kwa karibu utekelezaji wa mikataba na kuhakikisha mikataba inajumuisha kipengele cha dhamana kwa fidia pale mawakala anaposhindwa kutimiza masharti ya mikataba. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wangu pia ulibaini kuwa halmashauri 37 zilikusanya shilingi bilioni 3.45 ambazo hazikuwekwa kwenye akaunti rasmi za serikali. Hali hii inaashiria uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za umma na kusababisha ucheleweshaji wa utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Napendekeza serikali isimamie kwa ufanisi utekelezaji wa utaratibu wa kisheria unaolazimisha mapato yote yanayokusanywa kuwasilishwa benki ndani ya masaa 24 hadi 48 baada ya kukusanywa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa mashirika ya umma. Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha wa 2023-2024. Miongoni mwa mashirika hayo ni Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC ambalo lipata faida ya shilingi bilioni 248.75, Shirika la Nyumba la Taifa NHC shilingi bilioni 242.9 na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA shilingi bilioni 140.48. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023-2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi 4. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii haihusu kipindi kilichoishia, inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini, ambapo
ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria engine. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza kampuni ya ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, shirika la mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023/2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani 86% au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe yakusanywa na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha na shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa 20% na kuongezeka kwa gharama kwa 46%. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi kwa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Aidha, Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania, ambayo ni kampuni tanzo ya TANESCO, ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni 6 kutoka TANESCO, ambapo shilingi bilioni 4 zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mheshimiwa Rais, uwekezaji usio na tija kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Mnamo mwaka 2005, TANESCO iliweka shilingi milioni 31.8 kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited, ikimiliki 10% ya hisa. Kwa zaidi ya miaka 17, hakuna gawio lililopatikana na kampuni imekuwa ikipata hasara mfululizo, kwa maana kampuni ya East Africa Cables imekuwa ikideclare loss miaka yote hiyo. Lakini mwaka 2017, TANESCO ililipa kampuni hiyo shilingi bilioni 6.74 kama malipo ya awali ya vifaa, lakini hadi Novemba 2024, miaka 7 baadaye,
Hakuna kifaa kilichowasilishwa huku mkataba wa dhamana ya benki vikiwa vimeisha muda wake. Hali hii inaleta hatari ya kupoteza fedha hizo kwa maana ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, TANESCO inashauriwa kufanya tathmini ya uwekezaji huu na ichukue hatua za haraka kudai malipo ya awali ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, madeni ya TANESCO kwa IPTL na urejeshwaji wa fedha za Tegeta Escrow. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22 pamoja na mgogoro kuhusu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi 2022. Kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024 IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022 zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 371.42. Mashirika 12 kati ya 217 yaliyokaguliwa yalibainika kutumia rasilimali fedha kwa matumizi yasiyoleta thamani kwa taasisi. Matumizi haya yalitokana na riba na faini za ucheleweshaji wa kulipa kodi, michango ya pensheni na makato ya kisheria, ucheleweshaji wa malipo kwa zabuni na wakandarasi na malipo ya mashirika kwa watumishi walisimamishwa kazi kwa muda mrefu bila kibali cha Katibu Mkuu Utumishi. Malipo yasiyo halali shilingi bilioni 6.75. Mheshimiwa Rais, mashirika 10 yalifanya malipo kinyume na taratibu, ikiwa ni pamoja na malipo kwa watumishi waliostaafu na kuondoka kazini, posho na mishahara kwa watumishi waliokaimu bila kibali na malipo kwa kandarasi zaidi ya kazi halisi iliyofanyika. Mheshimiwa Rais, hivyo napendekeza kwa serikali iongeze udhibiti wa fedha na malipo ili kuhakikisha malipo yanalingana na thamani ya huduma zilizotolewa na kurejesha fedha zilizotolewa kwa matumizi yasiyostahili. Madeni ya taasisi za umma shilingi trilioni 7.23. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2024, taasisi 278 za umma zilikuwa na madeni yasiyolipwa kwa zaidi ya miezi 12 yaliyofikia jumla ya shilingi trilioni 7.23. Hali hii imetokana na uhaba wa fedha, ucheleweshaji wa fedha kutoka serikalini pamoja na utendaji hafifu wa biashara za taasisi husika. Kati ya deni hilo, taasisi za mashirika ya umma zinadaiwa shilingi trilioni 3.7 na taasisi za serikali kuu zinadaiwa shilingi trilioni 3.52. Madeni hayo yanajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 71.47 ikiwa ni gharama za riba kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa kandarasi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali harakisha utoaji wa fedha kwa wakati kwa taasisi husika ili kupunguza madeni. Taasisi zibuni mikakati madhubuti ya usimamizi wa fedha ili kuzuia ongezeko la madeni. Aidha, mashauriano kati ya taasisi na wadaiwa wakuu yafanyike ili kuweka mpango wa kulipa madeni kwa awamu, kuepuka gharama zisizo za lazima zikiwemo riba. Mheshimiwa Rais, madeni ya watumishi wa umma shilingi bilioni 311.98. Ukaguzi umebaini watumishi wa umma katika taasisi 269 wanadai jumla ya shilingi bilioni 311.98 zikihusisha mishahara, gharama za usafiri wa mizigo kwa staafu na marupurupu ya kisheria kwa viongozi wa idara pamoja na watumishi wengine. Katika madeni haya, serikali kuu inadaiwa shilingi bilioni 274.8
Mamlaka ya serikali za mitaa zinadaiwa shilingi bilioni 24.54 na mashirika ya umma yanadaiwa shilingi bilioni 12.64. Napendekeza serikali kupitia TAMISEMI na hazina kuhakikisha bajeti inatengwa na fedha zinatolewa kwa wakati ili kulipa madai haya, kuzuia malimbikizo zaidi. Utendaji wa benki za serikali. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha uliishia tarehe 31 Disemba 2024, benki zote 4 za serikali zilipata faida. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, benki hizi bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiutendaji kama ifuatavyo: upungufu wa mitaji benki ya rasilimali. Benki ya maendeleo ya TIB. Benki ya maendeleo ya TIB haijakidhi matakwa ya kisheria ya kuwa na mtaji wa angalau shilingi bilioni 200. Hadi kufikia Disemba 2024, benki ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 87 tu, ikiwa ni pungufu kwa shilingi bilioni 113. Zaidi ya hayo, benki hiyo inadai shilingi bilioni 37 kutoka kwa msajili wa hazina tangu mwaka 2019, kiasi ambacho hakijalipwa hadi kufikia Machi 2025. Aidha, benki ilikuwa na madeni yaliyoiva ya shilingi bilioni 183 dhidi ya mali halisi, pungufu kwa shilingi bilioni 2.84. Riba ya madeni imeongezeka kwa 39% ndani ya mwaka mmoja. Hali hii ni hatarishi na ikiendelea inaweza kusababisha benki kupoteza sifa ya kisheria ya kujiendesha na kuhitaji usimamizi maalum kutoka Benki Kuu. Hasara endelevu na mtaji hasi kampuni ya TIB Rasilimali. Kampuni tanzu ya TIB, yaani TIB Rasilimali, imekuwa ikipata hasara kwa zaidi ya miaka 5 mfululizo. Mwaka wa 2024 ilipata hasara ya shilingi milioni 540 na kufikisha jumla hasara ya shilingi bilioni 3.63 kufikia Disemba 2024. Kampuni ilikuwa na mtaji hasi wa shilingi bilioni 1.25 ambapo madeni yalizidi mali zote. Hali hii inaonyesha kuwa kampuni ipo kwenye hatari ya kufilisika na kushindwa kabisa kujiendesha. Sababu kuu ni ukosefu wa mtaji na mabadiliko yasiyo na tija ya aina ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, usimamizi duni wa mikopo na dhamana katika benki za TIB na TCB. Ukaguzi umebaini kuwa benki hizi mbili zimekumbwa na mapungufu ya usimamizi wa mikopo. Katika benki ya maendeleo ya TIB, mikopo ya shilingi bilioni 209 ilitolewa kwa dhamana zenye thamani ya shilingi bilioni 52 pekee, tofauti ya shilingi bilioni 157. Aidha, mikopo ya shilingi bilioni 20 haikuwa na bima. Benki ya biashara haikuwa na ripoti za uthamini wa mikopo 31 kati ya sampuli ya mikopo 51 yenye thamani ya shilingi bilioni 24.93. Vile vile, mikopo 13 yenye dhamana ya shilingi bilioni 47.14 haikuhakikiwa ipasavyo ili kuthibitisha uwepo wa uhalali wa dhamana hizo. Mapungufu haya yanaongeza hatari ya mikopo chechefu na kuathiri uendelevu wa benki hizi. Napendekeza kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau husika itengeneze mwongozo wa kimkakati wa kuboresha uimara wa kifedha na usimamizi wa benki za serikali. Utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Hatari ya kutorejeshwa kwa mkopo wa shilingi bilioni 27.61 uliotolewa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, mwaka 2007 mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa sekta binafsi ulitoa mkopo wa shilingi bilioni 15.91 kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya ujenzi wa Machinga Complex. Ilitoa mkopo huo bila kufuata masharti ya mkataba, ikiwemo upatikanaji wa dhamana ya serikali na hati miliki ya ardhi. Hadi kufikia Juni 2024, mkopo na riba imefikia shilingi bilioni 27.61, lakini halmashauri ilikuwa imerejesha shilingi milioni 80 tu tangu mwaka 2009 bila mpango wa ulipaji. Kutokuwepo kwa dhamana, hati miliki na mpango wa ulipaji kunahatarisha urejeshwaji wa mkopo huo kwenye taasisi ya NSSF. Mheshimiwa Rais, uwekezaji wa shilingi bilioni 161.53 usiozalisha faida. PSSSF imewekeza shilingi bilioni 161.53 katika vitega uchumi 8 ambavyo havijazalisha faida kwa kipindi cha miaka 7. Hii inakiuka mwongozo wa Benki Kuu unaotaka kila uwekezaji uzalishe faida inayozidi amana ya serikali. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya
na sekta ya afya. Mafanikio endelevu mfuko wa bima ya afya. Mheshimiwa Rais, uendelevu wa kifedha mfuko wa bima ya afya umeimarika mwaka 2023-2024 baada ya kupata faida ya shilingi bilioni 75.51 ikilinganishwa na hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 200 katika miaka miwili iliyotangulia. Hii imetokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha mfuko huu. Mheshimiwa Rais, pamoja na juhudi hizo za serikali, ukaguzi wangu umebaini changamoto kadhaa zinazokabili mfuko kama ifuatavyo: ongezeko la madai ya hospitali yaliyokataliwa na madhara kwa ukwasi. Mfuko ulikataa madai ya jumla ya shilingi bilioni 11.23 kutoka hospitali ya taifa Muhimbili na Muhimbili Mloganzila, sawa na 16% ya madai yote yaliyowasilishwa kutoka hospitali za rufaa, mikoa na ngazi za wilaya. Madai haya yalikataliwa kutokana na makosa ya bei, dozi, bidhaa zisizo sahihi na ada zisizotakiwa. Hali hii imeathiri ukwasi wa hospitali hizo kwa kupunguza mapato yaliyotarajiwa. Mheshimiwa Rais, ni vema NHIF na watu wa huduma kukaa pamoja na kutatua changamoto hizi kwa sababu zimekuwa zikijirudia. Ucheleweshaji wa malipo watu wa huduma kwa athari ya utoaji wa huduma. Licha ya matakwa ya kisheria kwa madai kwamba madai yalipo ndani ya siku 60, asilimia 55 ya madai 58,937 yaliyofikia shilingi bilioni 416.08 yalicheleweshwa kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Ucheleweshaji huu ulitokana na uhaba wa fedha unaochangiwa na ucheleweshaji wa michango ya kila mwezi kwa mfuko. Hali hii huathiri watoa huduma, husababisha changamoto za kifedha na kushuka kwa ubora wa huduma. Mheshimiwa Rais, vifaa vya matibabu vya shilingi bilioni 3.85 havikutumika kwa sababu za kiufundi na miundombinu. Vifaa vya matibabu vyenye thamani ya shilingi bilioni 3.85 katika vituo vya afya 25 havikutumika kutokana na ukosefu wa wataalamu, majengo yasiyokamilika na ukosefu wa mafunzo na ukosefu wa vitendanishi. Vifaa 65 katika hospitali 6 ikiwemo mashine ya X-ray havijatumika kwa zaidi ya miaka miwili kwa sababu ya miundombinu isiyokamilika. Kutotumika kwa vifaa hivi kunasababisha hasara kwa serikali na kuchakaa kwa rasilimali kabla ya kutumika. Napendekeza Wizara ya Afya na mamlaka za serikali za mitaa zitatue changamoto zilizopo na kuviingiza vifaa hivi kwenye mpango wa matumizi ili kuhakikisha vinatoa huduma iliyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, upande wa sekta ya afya pia nimebaini kuwa dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshaji wa matumizi na kutotekelezwa kwa utaratibu kutotekelezwa kwa taratibu za kisheria za uondoaji wa dawa zilizokwisha muda wake, yaani muda wa matumizi katika serikali kuu, mashirika ya umma na mamlaka ya serikali za mitaa. Sababu kubwa za hali hii ni utaratibu mrefu wa kupata kibali cha kisheria cha kuondoa dawa zilizokwisha muda wake, ununuzi wa dawa kwa wingi bila kufanya tathmini ya mahitaji halisi na kutofuata taratibu za upangaji wa dawa kwa utoaji wa dawa kwa mtindo wa first in first out kwa maana FIFO. Hii inaongeza gharama za kuhifadhi dawa zilizopitwa na wakati na hatari kwa usalama wa watumiaji. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali kupitia Wizara ya Afya iharakishe mchakato wa kuondoa dawa zilizokwisha muda wake kwa mujibu wa sheria na miongozo. Mheshimiwa Rais, miradi ya barabara, ujenzi wa barabara. Udhaifu katika uhakiki wa mkataba uliosababisha hasara ya shilingi bilioni 13.72. Mheshimiwa Rais, Wakala wa Barabara Tanzania ilisaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 38.36 mnamo Desemba 2022 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji barabara ya Ibanda Kajunjumele kilomita 22. Mkataba huu uliingiwa baada ya wataalamu wa TANROADS kwenda Uturuki kufanya due diligence na kujiridhisha kwamba mkandarasi alikuwa na uwezo wa kutekeleza kazi hiyo. Hata hivyo, utekelezaji wa mradi ulikumbwa na changamoto na ikabainika kwamba wakati wa kuwasilisha tenda, mkandarasi alikuwa amewasilisha nyaraka za kugushi ikiwemo taarifa za uongo kuhusu miradi aliyowahi kukamilisha. Mkandarasi pia aliwasilisha dhamana ya utendaji na dhamana ya malipo kutoka benki ya nchini Azerbaijan ambayo ilimwezesha mkandarasi kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 3.72
kama malipo ya awali. Benki hiyo kwa sasa imefilisiwa na haina uwezo wa kulipa fedha za malipo ya awali ambazo TANROADS inadai. Kufuatia ukiukaji huo, TANROADS ilisitisha mkataba mnamo Mei 2024 na kuanzisha taratibu za kurejesha fedha yani shilingi bilioni 13.72 ikiwa ni madai kwa mkandarasi kushindwa kutekeleza mkataba, ikiwemo sehemu ya fedha za malipo ya awali ya shilingi bilioni 3.29, dhamana utendaji wa kazi shilingi bilioni 3.84 na thamani ya kazi ambazo zilikuwa hazijakamilika za shilingi bilioni 6.559. Hata hivyo, mkandarasi amepinga madai hayo na shauri hilo limepelekwa kwenye usuluhishi. Hii Mheshimiwa Rais, ni kwamba awali walienda wakafanya due diligence, wakasema mkandarasi ana uwezo wa kutekeleza kazi, lakini walivyositisha mkataba kwenda kufanya due diligence ya pili, ikaonekana nyaraka alizowasilisha mkandarasi hasa za kuonyesha kwamba ana uwezo ni za uongo, ni za kugushi, na benki ambayo ilikuwa imetoa dhamana inafilisiwa. Mheshimiwa Rais, napendekeza TANROADS inapaswa kuimarisha uhakiki wa kandarasi wa kigeni ili kuepusha matatizo kama haya siku zijazo. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi vifanye uchunguzi kubaini kama kuna jinai, kwa kuwa due diligence ya kwanza ilionyesha kuwa mkandarasi alitimiza vigezo vyote, ili hali uhakiki wa pili ulibaini kwamba mkandarasi aliwasilisha nyaraka za kugushi. Mheshimiwa Rais, ucheleweshaji wa malipo ya fidia kwa waliopisha miradi shilingi bilioni 70.90. Serikali inadaiwa shilingi bilioni 7.90 kama fidia kwa wananchi waliopisha miradi ya maendeleo, licha ya masharti ya kisheria yanayotaka malipo haya yafanyike ndani ya miezi 6. Ni vyema serikali ikawalipa fidia mapema wanaodai ili kuepuka riba inayoweza kudaiwa kwa ucheleweshaji wa malipo hayo. Usimamizi wa mali za serikali. Ucheleweshaji wa uhamisho wa mali kwenda ATCL. Mheshimiwa Rais, baada ya shirika lililoanzishwa kusimamia mali na madeni ya kampuni ya ndege Tanzania ATC ya zamani iliyojulikana kama Air Tanzania Holding Corporation kumaliza kazi yake, mali zilizosalia zilipaswa kuhamishiwa Air Tanzania Company Limited, kampuni mpya iliyoundwa. Hata hivyo, mali zikijumuisha viwanja na nyumba 7 kati ya 9 hazijahamishwa rasmi kwenda Air Tanzania. Kati ya mali hizo 3 bado zinashikiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje bila kukamilishwa kwa mchakato wa kuhamishwa, huku mali 4 zikikosa nyaraka za mauzo au hati rasmi za uhamisho wa umiliki. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha usimamizi wa mali za umma, napendekeza msajili wa hazina kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na ATCL kuhakikisha uhamisho wa mali unakamilishwa kwa wakati, nyaraka zote za umiliki zinapatikana na taarifa za mali hizo zinaingizwa kikamilifu kwenye rekodi za ATCL na nyaraka zinawasilishwa kwangu kwa ajili ya uhakiki. Mheshimiwa Rais, uhamisho wa mali za Sisalana Tanzania Limited. Kumekuwepo na ucheleweshaji wa uhamisho wa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 3.59 kutoka kampuni ya Katani Tanzania Limited kwenda Sisalana Tanzania Limited. Ucheleweshaji huu unahatarisha umiliki wa kisheria wa mali hizo na kuweka Sisalana katika hatari ya kuingia kwenye migogoro ya kisheria na wadai wa kampuni ya Katani Limited. Sababu kuu ya hali hii ni kutokamilika kwa mchakato wa kisheria wa uhamisho wa mali hizo. Jambo hili linadhoofisha usalama wa mali na kuathiri udhibiti wa kiutendaji wa kampuni husika. Ili kuondoa hili, Mheshimiwa Rais, na kuhakikisha ulinzi wa kisheria wa mali za kampuni, napendekeza Katani Limited, Sisalana Limited na mamlaka husika zikamilishe mara moja utaratibu wa uhamisho wa mali, ukijumuisha maandalizi ya nyaraka zote za kisheria na usajili wa miliki kwa mujibu wa sheria. Ucheleweshaji wa uhamisho wa mali ya mgodi wa Tulawaka. Mheshimiwa Rais, mnamo Novemba 2013, kampuni ya Pangea na ABG walikubaliana na STAMICO kuhamisha mgodi wa Tulawaka wenye thamani ya shilingi bilioni 22.42 kwenda kampuni ya Stamigold. Hata hivyo, hadi tarehe 30 Juni 2024, mali hizo bado zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la Pangea kutokana na kutokamilika kwa hati ya kutokuwa na deni la kodi, kwa maana tax clearance kutoka TRA. Ucheleweshaji huu unahatarisha upotevu wa mali kwa sababu mali bado ziko kwenye jina la kampuni hii ambayo ilikuwa inatakiwa kuhamisha mali kwenda Stamigold.
Napendekeza serikali iharakishe uhamishaji wa mali hizo na ifuatilie upatikanaji wa hati ya kutokuwa na deni la kodi ili kukamilisha usajili rasmi kwa jina la Stami Gold. Hii ni kwamba kwanza kodi, inawezekana kodi haikulipwa ndio maana hakupata tax clearance, lakini mali bado zinabaki kwa kampuni ya Pangea ambao haziko kwenye jina la Stami Gold. Kwa hiyo kwa umiliki kisheria bado ziko kwenye ile kampuni. Mheshimiwa Rais, athari ya kutoweka masharti ya kulinda haki za kisheria katika marekebisho ya sheria ya madini na maliasili. Mheshimiwa Rais, marekebisho ya sheria ya madini na sheria za maliasili za mwaka 2017 hayakujumuisha masharti ya kulinda haki zilizokuwepo chini ya sheria ya madini ya mwaka 2010. Hali hiyo ilisababisha kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya serikali katika mahakama za kimataifa, mahakama ya uwekezaji wa kimataifa ECD. Hii imepelekea serikali kulipa fidia shilingi bilioni 74.88 kwa kampuni ya Winshare Gold Corporation. Aidha, serikali bado inakabiliwa na mashauri yanayoendelea yenye madai ya jumla ya dola za Marekani milioni 159.4, ikiwa ni pamoja na kesi ya Nachingwea Nickel dola milioni 90 na Montero Mining dola 69.4. Changamoto katika utekelezaji wa mradi wa Kawe 711 na madai ya shilingi bilioni 49.40. Mheshimiwa Rais, mradi wa ujenzi wa nyumba wa 711 katika eneo la Kawe unaotekelezwa na shirika la nyumba la taifa kwa maana ya National Housing Corporation ulizinduliwa mwaka 2014 kwa gharama shilingi bilioni 105.11. Hata hivyo, mradi huo ulisitishwa mwaka 2018 baada ya kufikia 25% ya utekelezaji kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa mkandarasi. Mnamo mwaka 2022 baada ya National Housing kulipa baadhi ya madeni ya awali, mkandarasi aliwasilisha madai ya nyongeza ya shilingi bilioni 49.09. Madai haya yalihusisha gharama za ucheleweshaji, mabadiliko ya kazi na athari za mfumuko wa bei. Bodi ya wakurugenzi wa National Housing iliridhia madai hayo mnamo Desemba 2023 na hivyo kuongeza gharama za mradi kwa 47%. Ili kuepuka changamoto kama hizi katika miradi ya baadaye, National Housing inapaswa kuhakikisha upatikanaji wa uhakika wa fedha kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi. Miradi ya ubia iliyosimama kwa miaka 11 hadi 27 bila kukamilika. Ukaguzi umebaini kuwa miradi 24 ya ubia iliyoanzishwa na shirika la nyumba la taifa National Housing Corporation imekwama kuanzia miaka 11 hadi miaka 27. Licha ya kwamba mikataba yake ya awali ilihitaji iwe imekamilika ndani ya miaka 2 hadi 3. Pamoja na changamoto hizi, National Housing ilisaini mikataba mingine 20 ya ubia katika mwaka wa fedha 2023-2024. Hatua inaongeza idadi ya miradi ambayo haijazalisha faida wala kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Usimamizi usioridhisha utekelezaji wa miradi hii umesababisha rasilimali za shirika ikiwemo ardhi, majengo na fedha kuzuiwa katika miradi ambayo haichangii mapato. Hali hii inahatarisha ukuaji endelevu wa shirika na kuathiri matumizi bora ya mali zake. Mheshimiwa Rais, ili kukabiliana na hali hii, National Housing inapaswa kuandaa mkakati madhubuti wa kukamilisha miradi iliyokwama, ama kwa kuitekeleza yenyewe au kwa kuwawajibisha wabia ili waendeleze ujenzi. Aidha, mikataba ya ubia ijayo inapaswa kuwa na masharti mahususi ya kuwabana wabia wasiotekeleza majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia ya hasara inayopatikana kutokana na ucheleweshaji huo. Mheshimiwa Rais, sekta ya maji. Katika mwaka wa fedha wa 2023-2024, sekta ya maji ilikumbwa na changamoto ya upotevu wa maji unaoathiri mapato ya serikali. Ufanisi wa huduma na uendelevu wa miradi ya maji mjini na vijijini. Jumla maji yenye thamani ya shilingi bilioni 193.01 yalipotea bila kuzalisha mapato kutokana na uvujaji, miundombinu chakavu na usimamizi hafifu wa huduma. Upotevu wa maji unaathiri moja kwa moja mapato ya mamlaka husika, kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kupunguza uwezo wa kupanua huduma za maji nchini. Serikali ifanye tathmini ya kina ya hali ya miundombinu ya maji na ichukue hatua madhubuti za kuboresha usimamizi na udhibiti wa uvujaji wa maji, kupunguza upotevu wa maji. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa balozi. Katika mwaka wa fedha 2023-2024, balozi 43 za Tanzania ziliidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 161.01. Lakini hadi kufika mwisho wa mwaka,
zilitolewa shilingi bilioni 149.89 sawa na 92%, na zilitolewa kwa kuchelewa kwa wastani wa mwezi mmoja kwa kila malipo. Ucheleweshaji huu uliathiri utekelezaji wa majukumu muhimu ya balozi kama kulipa kodi, ada za shule, gharama za uendeshaji na posho. Mfano, balozi wa Tanzania Beijing ulilipa faini ya shilingi milioni 42.39 kutokana na kuchelewa kwa fedha kutoka wizarani. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza serikali itengeneze mpango madhubuti wa kutenga na kulinda fedha zinazopangwa kwa ajili ya balozi zetu kwa maana ring fenced, ili kuhakikisha zinapewa kipaumbele na kutolewa kwa wakati. Utoaji wa fedha kwa wakati ni muhimu kwa kudumisha utoaji bora wa huduma za kidiplomasia na kuhifadhi taswira ya nchi yetu kimataifa huko nje. Mheshimiwa Rais, mifuko ya uwezeshaji. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023-2024, serikali ilikuwa na jumla ya mifuko 59 inayosimamiwa na wizara, serikali za mitaa na mamlaka za udhibiti na mashirika ya umma. Ukaguzi umebaini kuwa baadhi ya mifuko hii majukumu yake yanafanana, hali inayosababisha kujirudia kwa kazi, ongezeko la gharama za kiutawala na changamoto katika usimamizi wa fedha. Mifano ya mifuko hiyo ni mfuko wa wanawake na vijana ulioko wizara na ulioko mamlaka ya serikali za mitaa, na kuna mfuko wa maendeleo ya vijana huko ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Rais, ili kuongeza ufanisi, usimamizi wa fedha na uwajibikaji, napendekeza serikali kwanza kuunganisha mifuko yenye majukumu yanayofanana ili kupunguza gharama za kiutawala na kuongeza ufanisi wa usimamizi wa fedha. Pili, jukumu la uratibu na kusimamia mifuko yote ya uwezeshaji lingefanywa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji wa Kiuchumi Wananchi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa ufanisi. Nimebaini kuwa vivuko 32 vinavyomilikiwa na TEMESA havikukidhi matakwa ya kiusalama majini. Vivuko hivi havikuwa na vyeti vya usalama majini kwa maana seaworthiness certificates, na pia baadhi ya vivuko havikusajiliwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania. Kutokana na vyeti vya usalama majini kutokuwa na vyeti vya usalama majini kuna maanisha kuwa vivuko hivyo havikidhi vigezo vya kiusalama vinavyotakiwa kwa vyombo vya majini ili viweze kusafiri bila matatizo. Mheshimiwa Rais, ufuatiliaji hafifu wa ubora wa dawa za tiba asili. Katika ukaguzi wa ufanisi kuhusu udhibiti wa tiba asili na tiba mbadala, nimebaini kuwa Baraza la Tiba Asili na Mbadala TAHPC halina mfumo endelevu wa ufuatiliaji wa ubora wa dawa za tiba asili. Tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2023, ukaguzi wa dawa kwenye soko umefanyika mara 2 pekee, ikiwa mbali na mapendekezo ya mwongozo wa Shirika la Afya Duniani unaosisitiza usimamizi wa mara kwa mara wa dawa za tiba za asili. Kukosekana kwa ufuatiliaji thabiti kumesababisha dawa nyingi kuuzwa bila kufanyia upimaji wa ubora na usajili rasmi. Hali hii inaongeza hatari ya afya kwa umma. Waganga wengi hawajasajili dawa zao kutokana na gharama kubwa za usajili na kukosekana kwa uelewa kuhusu mchakato wa kuthibitisha ubora wa dawa zao. Hitimisho. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha wasilisho langu, naomba nikushukuru tena kwa kutenga muda wako ili kupokea taarifa hizi. Pia nimshukuru Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano wake mkubwa anaotoa kwa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi pamoja na kamati zake zote. Niwashukuru makatibu wakuu na wakuu wote wa taasisi za umma kwa ushirikiano wao wakati wote wa kutekeleza jukumu hili la kikatiba la ukaguzi wa umma. Niwashukuru na kuwapongeza watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kujituma kwa hali ya juu pamoja na changamoto zetu za kimaslahi ambazo najua Mheshimiwa Rais unazifahamu na kuna ahadi ya kuzishughulikia. Mheshimiwa Rais, mwisho japo sio kwa umuhimu, nipongeza na kuishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu Melinda kwa kunipa moyo na kunivumilia wakati natekeleza majukumu haya ya kikatiba. Nimpongeze binti yangu Charlene Robi kwa kuwa leo ni siku yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa Rais, niwatakie nyote mfungo mwema wa Ramadhani na Kwaresma, lakini pia niwatakie sikukuu njema za Eid na Pasaka. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha na kukabidhi ripoti zifuatazo. Kwanza, ripoti ya ukaguzi serikali kuu, ripoti ya ukaguzi Ofisi ya Rais TAMISEMI Tawala za Mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma
ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ufuatiliaji wa maendeleo ya ukaguzi wa ufanisi na ripoti 14 zinazohusu ukaguzi wa ufanisi katika sekta mbalimbali. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Makofi mengi kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, na kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais, tunakuomba usogee kama tulivyofanya mwanzo. Waheshimiwa viongozi, naomba sisi tukae ili wenzetu wanaorusha matangazo mubashara. Makofi mengi viongozi. Kisu umepotea. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na wenye viti wa kamati za Bunge, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa mawaziri mliopo, Katibu Mkuu Kiongozi, makatibu wakuu, nadhani na manaibu katibu wakuu nimewaona, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama yuko nasi, ndugu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, viongozi wote waandamizi wa taasisi za umma mlioko hapa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tumshukuru Mungu tujalia leo fursa na wasaa wa kuja kupokea taarifa hizi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu lakini za serikali, lakini pia na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Lakini pili, niwashukuru wote mliokuja kwenye shughuli hii, na la tatu, nami niongeze baraka zangu kumtakia heri mzaliwa leo wa CAG. Ndugu zangu waheshimiwa, tumekutana hapa kutekeleza jukumu la kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 143 kifungu kidogo cha 4 kumtaka CAG kuwasilisha taarifa ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa rais. Lakini tukajiongeza siku kama leo pia tunapokea taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kifungu kile nilichokitaja kinamtaka mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kupeleka taarifa ya ukaguzi wa hesabu hizo kwa rais, lakini baadaye rais kuipeleka taarifa hiyo kwa spika wa bunge ili ifike kwenye kikao kinachofuata cha bunge mara baada ya rais kupokea taarifa hiyo. Lakini vile vile niwaahidi kwamba kama alivyosema mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, serikali haijawahi kuchelewa kupeleka taarifa hii, kwa na taarifa hii nayo nitaipeleka kwa wakati, na nikuombe Mheshimiwa Spika mkaishughulikie vilivyo na nyinyi kwa wakati. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana na kumpongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, management na watumishi wote kwenye ofisi za CAG kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Kwanza, wamefanya kukagua hesabu za fedha, taarifa tumeisikia hapa, lakini wamekagua ufanisi wa miradi na ufanisi wa taasisi na programu mbalimbali. Wamefanya kazi za kiuchunguzi, kuchunguza mambo kadhaa ambayo wamepelekewa, lakini vile vile wamefanya kaguzi za mifumo ya tehama kama inafanya kazi vyema na inafanya kazi inayotakiwa, lakini pia wamefanya ukaguzi kwa njia ya real time audit au uchunguzi maalum kwa wakati maalum
kama walivyoombwa na taasisi mbalimbali, lakini pia na serikali. Sasa niseme kwamba ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali, pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa. Na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Ndugu viongozi, kama nilivyosema kwamba ni utamaduni wetu siku kama hii kupokea ripoti mbili au taarifa mbili, ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, lakini pia ya TAKUKURU. Kwa hiyo hapa pia nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na watumishi wote kwa kazi nzuri pia iliyofanyika. Taarifa ya TAKUKURU imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili. Moja, ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Miaka 5-6 iliyopita, taarifa hii ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana, mbona. Lakini taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonyesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma, na ameonyesha comparison, mwaka huu ilikuwa hivi, mwaka huu ilikuwa hivi, lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda, na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama, kwamba kwa kiasi fulani sasa tehama inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini ina mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa, na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla, kufahamu rushwa ni nini na kujenga ujasiri wa kuisema kama tulivyoona kwenye documentary. Lakini jengine wanalolifanya na ni kubwa la msingi, kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu shule za msingi mpaka vyuo. Na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Wanasema udongo upate ukiwa umajimaji ndio utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya rushwa yanaingia huku, lakini likiingia jengine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni, na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Hii ni kazi nzuri sana kwa TAKUKURU na washukuru sana. Niseme kwa ujumla kwamba ni matumaini yetu kwamba taasisi hizi mbili, mdhibiti na msimamizi wa hesabu za serikali na TAKUKURU, zitaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa na uzalendo wa hali ya juu kwa manufaa ya taifa letu. Sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hizi mbili. Tutasikiliza vizuri, tutafuatilia vizuri mjadala wa bunge kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali,
Lakini pia kwa taarifa ya TAKUKURU, tutakwenda kufanyia kazi vizuri yale yote ambayo yameelezwa kule, ili hatimaye tuweze kujenga utawala bora ndani ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba taarifa mbili hizi nimezipokea na nitafanya kazi ya kuwasilisha bungeni kwa ile ambayo inakwenda bungeni na kuzifanyia kazi ipasavyo pale maoni na mapendekezo yaliyotolewa yatakapowasilishwa kwetu. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya hapa, kinachofuata ni picha za kumbukumbu. Kwa heshima na taadhima, tunaomba viongozi tutangulie huku kwa ajili ya utaratibu wa picha, na eneo limeshaandaliwa tayari. Ndio.